Russia imesema kuwa vitisho vya mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya mshirika wake Iran havikubaliki, huku ikionya kuwa uamuzi wa kuishambulia dola la Kiislamu la Iran utasababisha matokeo mabaya sana ikiwa vituo vya nyuklia vitashambuliwa. Rais wa Marekani Donald Trump alitishia Jumapili kuwa hatosita kuishambulia Irani kwa mabomu na kuiwekea vikwazo vipya iwapo haitafikia makubaliano na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia, huku Marekani ikiongeza ndege za kivita katika eneo hilo. Ilipoulizwa kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani na hatari zilizopo katika hali ya sasa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia ilisema kuwa Moscow imejitolea kutafuta suluhisho la mpango wa nyuklia wa Irani kwa njia inayoheshimu haki za Teherani za kuwa na nishati ya nyuklia kwa matumizi ya amani. Nanukuu, matumizi ya nguvu za kijeshi na wapinzani wa Irani katika muktadha wa suluhisho hili ni kinyume cha sheria na hayakubaliki, amesema msemaji wa wizara hiyo Maria Zakharova. Vitisho kutoka nje vya kushambulia miundombinu ya nyuklia ya Irani vitasababisha janga lisiloweza kurekebishwa duniani. Vitisho hivi havikubaliki kabisa, ameongeza Zakharova, mwisho wa kunukuu. Mataifa ya Magharibi yanaishutumu Irani kwa kuwa na ajenda ya siri ya kutengeneza silaha za nyuklia kwa kuongeza kiwango cha usafishaji wa uranium kwa kiwango cha juu cha uchakataji, yani fasaya, zaidi ya kile wanachodai kuwa kinahitajika kwa programu ya kiraia ya nishati ya atomic. Teherani inasema mradi huo wa urutubishaji wa nyuklia ni kwa matumizi ya nishati ya kiraia pekee. Russia na Iran zilitia saini makubaliano ya ushirikiano wa kimkakati wa kina siku ya Januari mwaka huu, ingawa hakuna kifungu cha ulinzi wa pamoja kilichowekwa. Chini ya makubaliano hayo, endapo chama kimoja kitashambuliwa, kingine hakitamsaidia mshambuliaji. Nanukuu, Russia imelaani vitisho hivyo vya Marekani dhidi ya Irani. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Ryabkov aliandika kwenye jarida la RIF. Ryabkov alisema shambulizi dhidi ya Irani linaweza kusababisha mzozo mpana zaidi wa wazi katika eneo la Mashariki ya Kati. Nanukuu, madhara ya hili sasa, ikiwa kutakuwa na mashambulizi kwenye miundombinu ya nyuklia, yanaweza kuwa mabaya sana kwa eneo zima, alisema Ryabkov, mwisho wa kunukuu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila update inayojili kuhusiana na mzozo huo ambao unaendelea kati ya Marekani chini ya Rais Donald Trump dhidi ya Irani inayoongozwa na kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei na Rais Masoud Pezeshkian. Jina langu ni Mgongo Kaitira.